Unaendelea kuitazama Alasiri. Karibu sana kama ndo unajiunga nasi. Mimi ni Abdallah Kurwa, niko hapa na Temaluga Kasuga kwa pamoja kabisa hapa tukihakikisha Alasiri na kufikia popote pale ulipo Tanzania. Kumbuka pia una nafasi ya kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la UTVTZ. Huko kote utapata kufahamu mengi ambayo tunajadili hapa katika Alasiri. Katika siku ya leo kama ambavyo tumekujulisha kwamba tutajadili kuhusiana na swala zima la uchangiaji damu. Na mara kadhaa tumekuwa tukijadili kuhusiana na swala hilo, lakini leo tunajikita zaidi uchangiaji damu kwa wale wakuu wa taasisi mbalimbali, wakurugenzi wale. Tumekuwa tukiona wachangiaji damu mara nyingi wakiwepo ni sisi watu wa kawaida, unajua tukiwa tunakwenda kuchangia damu. Sasa wale wakuu wa taasisi vipi kwa upande wao? Nani anahamasisha? Nao pia wanatakiwa watoke wakachangie damu, kwa sababu siku moja akiwa anahitaji damu inabidi wapewe damu. Atakuwa na ndugu yake wa chini chini anachangia. Sasa ndugu yake mmoja. Sisi ndio yeye ana ndugu zake huko chini wanachangia. Yeye si bosi. Yuko busy na kazi. Hataki kuwa busy sasa. Basi Temba atatuambia vizuri. Sasa tuko hapa na Joel Temba ambaye ni mkurugenzi wa African Initiative Development Foundation, pamoja pia ni balozi wa damu salama kanda ya Mashariki, lakini pia vile vile tuko na Hoshi Bajaria ambaye ni mratibu wa kampeni ya uchangiaji damu. Tuko nao hapa kujadili kuhusiana na namna ambavyo sasa wakuu wa taasisi hawa wanapataje nafasi yao kuchangia damu, kwa sababu unajua wakuu wa taasisi Tema wanataka ile pia treatment ya tofauti. Kwenye kuumwa. Hata unajua hata wakiumwa pia wanapewa pia treatment ya tofauti. Tena tuambie. Wewe mwenyewe pia ni mkurugenzi. Haya tuambie kwa nini mnataka treatment ya tofauti kwenye uchangiaji damu? Kwanza nishukuru sana kwa nafasi hii. Na kama alivyosema Abdallah Kurwa pale kwamba tumeamua kama taasisi ya African Initiative Development Foundation tumeamua kuwaza kwamba ni namna gani utekelezaji wa ajenda ya uchangiaji wa damu nchini inakuwa ni jukumu na suala jumuishi na suala la jamii nzima, suala ambalo ni la kimkakati. Unajua kuchangia damu kwanza sio ajenda tu ya kitaifa, sio ajenda ya kimkoa. Kuchangia damu, uchangiaji wa damu wa hiari ni ajenda ya kitaifa na kimataifa, na ni ajenda ya muhimu na ya kudumu. Na tunafahamu, na hii inatokana na kwamba duniani na Tanzania kwa ujumla hatuna chanzo kingine cha damu zaidi ya Joel Temba au dada yangu hapa au Kurwa pale kuchangia damu kukusaidia wewe. Sasa tumeona mara nyingi jamii zetu, benki zetu na mataifa yetu mbalimbali yakibezi zaidi kwa kundi la chini au yakiamini ya kwamba dhana ya kwamba the blood donors should be wale wa chini tu, na labda machinga, wanafunzi na kadhalika. Hata kwenye taasisi za serikali na binafsi unakuta yule CEO au director general au labda ni mkurugenzi fulani anaamini kwamba akisema tu nimeruhusu damu salama waje wachukue damu, yeye hausiki anakaa ofisini au yuko busy na safari. Lakini anasahau kwamba hakuna Mtanzania wala binadamu yoyote mwenye garantia ya kwamba hatakuwa mhitaji wa damu kesho. Tanzania hakuna kiona, nimesema. Kwa hiyo damu haujui itahitajika lini. Ni vyema kutumia muda huu kuhakikisha ya kwamba siku damu ikihitajika kwa ajili yako inapatikana pale Muhimbili, inapatikana pale Kairuki na pale Ocean Road. Sasa tukaamua kwa kumalizia tukaamua sasa tuwaze mbali, tuseme sasa ni nini tufanye ili uchangiaji wa damu nchini uwe jumuishi. Ndio maana tukajikita kwenye mada hii ya kwamba tuje na kitu ambacho kinaitwa Executive Blood Drive Program, ambayo ni jukwaa ambalo linawaleta pamoja wale wakuu wa taasisi, wale mabalozi, wawakilishi wa nchi mbalimbali hapa nchini. Yawezekana kuna balozi huko Tanzania lakini anatamani kutekeleza ajenda hii, lakini pengine hajajengewa mazingira wezeshi ya kushiriki. Tukasema no, kwa kuwa vikao vyenu vinafanyika kwenye maeneo ambayo ni mazuri, yenye status na hadhi, tuwatafutie eneo zuri kila wakati tunakutana pale kila baada ya miezi 4 kuchangia damu. Sasa kila baada ya miezi 4 mnakutana, maana pia ni mkuu wa taasisi, kwa hiyo mnakutana pale mnachangia damu. Sasa tunajadili hili Gush Bajari, nataka nifahamu kwako, ni mratibu wa kampeni ya uchangiaji damu. Ni kweli wakuu wa taasisi hawachangii damu au ni wao hatuwaoni tu sisi? Hao wanakuja kama watu wa kawaida, siku anakuja kuchangia damu aje na gari la ukurugenzi. Naona sasa nyinyi mmeona tu kwamba hawachangii, kumbe wanakujaga lakini tofauti. Ndio, inawezekana kwamba wanachangia damu, lakini ili wahamasishe wengine wachangie pia kwenye jamii. Kuna wengine wanaona
kwamba watu wanachangia damu lakini hawataki kujitolea. Kwa hivyo inabidi tuwaone hawa viongozi wetu, tuwaone hawa wakurugenzi, ili na pia sisi kama jamii tujihamasishe na tufanye kwamba tunachangia damu na tuwaambie wengine pia kwamba tuchangie damu pamoja. Sawa sawa. Ni njia gani ambayo mtatumia ya utofauti kwamba mwe mnajua ule ujumbe mtawamfikia wakurugenzi? Nimesema hapo wenyewe wako busy, wakati mwingine wanasafiri sana au mara nyingi wakae ofisini. Mnatumia njia gani sasa kwenda kuwafikia ili kuwapata? Kwanza tunawapatia kama nafasi kwamba sio ni kuchangia damu tu, ni pia eneo wanaweza kuwapata viongozi wengine, pia kukutana na kuongea kuhusu kwamba hao wanaweza kufanyaje vitu pamoja ili jamii ipatikane iwe na usalama ya damu. Na pia tunakuwa na afya check kwamba hao pia afya yao inabidi wajue kwamba ni vizuri au kwa ajili ya macho, meno na kadhalika. Lakini Temba, hebu tuambie vizuri kwa sababu mnapokuwa mmewatengea wao eneo zuri kulingana na status zao, kuna watu watasema kule wanapewa supu. Unajua sisi huku tunapewaga soda na biskuti. Ndio. Sasa je, mtu wa kawaida kama mimi nikisema mimi nataka kwenda huko wanakochangia wakurugenzi, naruhusiwa? Asante sana. Kwanza kabisa naomba niweke wazi kwamba programu hii ya executive ambayo tunaianzisha Jumamosi hii inayokuja pale Dar es Salaam Serena Hotel, hii sio sherehe ya kuchangia damu au ambao kwa ajili ya watu wakubwa tu peke yao. Hapana. Hii ni just humanitarian strategic platform call for action kwa ajili ya hawa viongozi, na pale pia hawatakuja viongozi wenyewe, pia watakuja na senior wao wa chini, kwamba wale wakina Joel nikienda pale Serena nisiende peke yangu, niende na watu wa chini yangu, kwamba nionyeshe njia kwa vitendo. Kwa hiyo nataka pia jamii isije kujisikia vibaya au kachukulia tofauti kwamba hii ni kwa ajili ya mabosi tu. Hapana, hii ni just tunataka tukutane na wale viongozi, tukutane mahali pamoja, tuweze kuwapa umuhimu wa kuchangia damu, tuwape umuhimu kwamba wao pia wanastahili kufanya kwa vitendo, waongoze kwa action, waache kuwa mabalozi tu kusema jamani kachangieni. Waingie field pia wachangie. Hata asipochangia anapokuja pale, pengine unajua sio, baadaye pia nitataja sifa za kuchangia damu baadaye, kwamba hata kama ana sifa kuchangia damu, lakini nadhani atapata message kwamba akirudi kule kwenye ofisi yake ataenda kuwa balozi mzuri zaidi, ataenda kuwa na moyo mkubwa zaidi wa kutambua umuhimu wa kuchangia damu, baada ya kujua kwamba kumbe chupa moja ya damu inatosha kumnyanyua wagonjwa zaidi ya 3 kitandani ambao angepoteza maisha. Sawa sawa. Nataka kujua, umesema ni Jumamosi mnakwenda kuzindua hii. Bila shaka kama ni Jumamosi tayari mshakutana nao baadhi ya wakurugenzi. Tumeshawatembelea. Mshawatembelea bila shaka. Mabalozi. Mlivyowatembelea kama mabalozi, nini wanakisema? Kwamba kwa nini walikuwa labda hawana ule mwamko kwenda kuchangia damu? Ni kwa sababu ilikuwa hakuna ile dirisha ambalo lilikuwa lahusu moja kwa moja, au wana sababu nyingine kwa namna ambavyo mmeongea nao? Tulivyoongea nao, cha kwanza kabisa tulichogundua ni kwamba watu wengi wanapenda washazoea kuandalia mazingira fulani ya aina yao. Na sio kwamba wapende kuchangia damu. Na sio wote, wako wakurugenzi ambao wanaongoza kwa vitendo, wanachangia damu kila baada ya miezi 3 mpaka 4. Lakini wale tumegundua kwamba walikuwa wanahitaji kwamba ile platform yao. Na tukasema kwamba na sisi tuandae tu namna ambavyo wao kama wao pia kwa kushirikiana na sisi wengine wa chini pia tutakutana. Maana kwa mfano tukio letu la kesho kutwa la Jumamosi, japo inazinduliwa Alhamisi hapa Temeke, kwa kuanza na jamii nzima, ambapo pia bodaboda zaidi ya 800 zitafanywa afya cheki. Maana bodaboda pamoja na bajaji zaidi ya 800 zitafanywa afya cheki bure. Waendesha bodaboda watafanywa afya cheki wenyewe, lakini pia pikipiki zao na bajaji za miguu mitatu, sitataja kampuni ya husika, zitafanywa afya cheki bure. Ndio maana tukasema hii damu ambayo inakusanywa kesho kutwa inalenga zaidi usalama wa mama na mtoto, na akina mama wengi wanapoenda kliniki wanabebwa na hawa bodaboda. Bodaboda wamekuwa ndio usafiri mkubwa kwa ajili ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tukasema unaweza ukakusanya damu kwa ajili ya mama na mtoto akawa salama. Naposema mama na mtoto, namaanisha kwamba mama anapokuwa leba wakati wa kujifungua, kwa ile safari ya miezi 9, mama dhamira yake, maombi yake kwa Mwenyezi Mungu, anatamani atoke salama na mtoto atoke salama.
Mama anatamani ajifungue salama, hamuone mtoto wake amshuhudie, na mtoto naye anatamani atoke salama tumboni, hamshuhudie mama yake, na familia nyumbani kule inatamani mama arudi nyumbani na mtoto, na jamii kwa ujumla kama kina Abdalla Kurwa tunatamani pia ukutane na kina Joel na Kushi kila wakati. Sasa wale mabalozi pamoja na hawa wakurugenzi, ma CEO, ma DGs, sasa tukagundua kwamba tunatakiwa tukutane, kwa sababu kuna wakati unapeleka hata pia ombi kwenye taasisi fulani AB, tunaomba tukusanye damu pamoja. Unakuta kama kiongozi hana elimu hii ya kina, kwake ni minor, kwake ni ya ziada tu, kwamba hatuna muda, tuko busy, lakini anashangaa kwamba kesho na kesho anakuwa ni mhitaji nini wa damu. Ndio. Lakini mwitikio unaonaje katika watu ambao mmewatembelea Kushi? Naona kwamba wengi wanayo moyo ya kuchangia damu na hata kuwaambia wengine pia kwenye network yao kwamba sisi pamoja tuwe, ili tunawasaidia NGO kama yetu ADF, ili wote wachangie damu na tuwe na ile nafasi iwe nzuri tulivyokuwa tumezoea, na kwamba hata baada ya hii executive blood drive wengine watafanya nini na sisi pamoja tumekuja tutafanya nini. Lakini tumeona amesema Temba bodaboda zaidi ya 800 na bajaji. Kwa ma-CEO ambao mmewatembelea sasa hivi, mna wangapi ambao tayari, hata kama hatuwataji kwa majina, tujue tu idadi ili tuhamasishe na wengine kwamba kwa idadi hii kumbe mimi kama sipo hapa ni amke. Tunayo partners wengi na hata hao bodaboda wakija ndio tunasema 800, lakini hao 800 si wanaenda wakaambia kwenye vikundi vyao na itakuwa wengi wanakuja. Mtu mmoja anaongea kama mimi naongea na jamii na hamasisha wengine waje. Kwa hiyo hatuwezi kutupa idadi kimoja tu. Kwa hiyo wakurugenzi kama wangapi mpaka sasa? Takwimu nazo. Ndio. Tuambie. Nadhani mpaka sasa hivi kwenye mfumo waliojisajili, maana tumetoa fomu maalum ya kujisajili ambao tunaicontrol kwenye mfumo, kwenye website yetu, ni kwamba tunao ni zaidi ya 18 wakurugenzi, yani hawa ma CEO na managing directors, lakini kwa upande mabalozi kuna balozi zaidi ya 7 zimesha confirm kushiriki, lakini pia pia tumelenga pia hizi chemba kubwa za mataifa mbalimbali hapa nchini. Kama naweza nikataja, lakini sijui kama naweza nikataja hizo chemba hizo. Zipo chemba mbalimbali ambazo pia zimeconfirm za wafanyabiashara kupitia nchi mbalimbali kwamba watashiriki moja kwa moja. Kwa hiyo mwamko ni mzuri kwa hawa viongozi wakubwa, na pia tumeona kwamba tuwaambie waje na senior wao, kwamba asije peke yake. Inawezekana yeye akawa hana sifa kuchangia damu, lakini uwepo wake pale pia ni muhimu, ili ashuhudie namna ambavyo mtu anapochangia damu, na ashuhudie namna ambavyo kuchangia damu ilivyo ni raha kuliko raha nyingine yoyote duniani. Lakini pia hii kampeni madamu imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kwanza kabisa tumesema hapa Temeke, uwanja wa Buliaga, ambako jamii nzima itashiriki ajenda hii ya uchangiaji wa damu, kwa kimo bodaboda hawa. Lakini pia wale, kwa mfano Red Cross makao makuu, shirika la Msalaba Mwekundu pia litatoa elimu juu ya majanga, first aid, lakini pia vile vile hospitali taifa Muhimbili pia tutakuwa nayo pale kwa baadhi ya huduma za afya cheki kama hizi ya macho na kadhalika, lakini pia nakusanya nini damu. Kwa ujumla tumejipanga na hiyo grand final ambayo ni Jumamosi. Hapo ndipo sasa tunakutana pale na watoa maamuzi. Watoa maamuzi ni basi tu. Sasa hivi bunge, vile vikao vya bunge labda vinaendelea kwa ndani, ingekuwa mikutano ya bunge tunaishuhudia, ingebidi mpite pale bungeni kwa mawaziri pale, na tutawafikia, maana ni mkoa kwa mkoa, tutawafikia. Kwa hiyo hii ni ya mkoa wa Dar es Salaam, ndio tunazindua, ndio mnazindua. Kwa hiyo huko waanze kujipanga, na tutakuwa sasa. Temba hapa tupe kwanza hizo sifa za mchangiaji damu, ili yule ambaye bado hajajiandikisha, na Jumamosi ndio tukio la ma-CEO, yani wakuu wa taasisi, ajianze kujitathmini. Hizi sifa sina, lakini ninaweza nikaenda na watumishi wangu hata 5. Amina sana. Kwanza kabisa jamii lazima ifahamu, na hapa tunakumbushana tu kwamba sio kila mtu anaweza akachangia damu, lakini kila mtu ana wajibu wa kuchangia damu kwa namna tofauti. Sifa ya kwanza ni uwe na umri kuanzia miaka 18 mpaka 65.
unaruhusiwa kuchangia damu. Huo wanao. Lakini kuwa na umri sio tu kigezo pekee cha kufanya uchangie damu. Sifa nyingine, uwe na uzito kuanzia kilogramu 50 na kuendelea. Tunafanya diet sasa hapo Temba. Ndio. Ila kilo 50 lazima. Hiyo ni kwa mujibu wa miongozo ya Shirika la Afya Ulimwenguni na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia sifa nyingine, ili uchangie damu haupaswi kuwa na historia ya magonjwa ya kudumu kama nitakayoyataja hapa. Gonjwa la kwanza, shinikizo la damu, yaani pressure wanasema sukari, maradhi ya moyo, pumu, vinasaba, yaani selimundu, single cell, lakini pia saratani pamoja na maradhi mengine ambayo ni siri ya mioyo yetu wenyewe yale ya kudumu. Lakini sifa nyingine, ili uchangie damu kama ni mwanamke au mwanadada, haupaswi kuwa na safari za kwenda India, China, Kariakoo na maeneo mengine. Najua mmeelewa safari zile za kwenu zile. Lakini sifa nyingine, kama ni mwanamke, haupaswi kuwa mjamzito, na ndio maana ADF Tanzania kupitia ADF Care tunapambana kwa ajili ya usalama wa mjamzito ambaye anatamani kujifungua salama. Lakini kingine, sifa nyingine, kama mama unanyonyesha, wale ipite miezi 6 mpaka mwaka mmoja, hapo utaruhusiwa kufanya nini? Kuchangia damu. Lakini pia ili uchangie damu usiwe na mienendo hatarishi. Najua vijana wamenielewa. Usiwe na mienendo hatarishi, madawa kulevya, masuala mengine hapa na pale ambayo yanasababisha kwamba damu isiwe salama. Lakini ijulikane ya kwamba, na kwa kuongezea, moja ya eneo ambalo serikali imewekeza na inawekeza sana ni eneo la ukusanyaji wa damu. Chupa moja ya damu kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, mpaka imfikie mgonjwa pale kitandani hospitali, sio chini ya $300,000, sio chini ya $300,000 na kuendelea, ili kuanzia huu mchakato wa kuhamasisha, kuikusanya, kwenda kutengeneza mazao ya damu, kupima na kudhibiti usalama na ubora wake, na kisha hadi kumfikia mgonjwa pale Muhimbili au kwenye hospitali X. Kwa hiyo ingekuwa kama tunanunua, kuna watu wangeshindwa kabisa kupata. Wangeshindwa, na ndio maana damu haiuzwi. Damu ni bure. Sawa. Lakini Temba, hapa umebainisha baadhi ya magonjwa. Unajua kuna wengine hajijui kama anayo hayo magonjwa. Ndio. Na utamfanya sasa huyo CEO arudi nyuma. Kwa nini watu kama ambaye hajifahamu wasipime watoto damu, waje watajulia hapo hapo, kwa sababu tumeona Kutemeke kutakuwa na hizo huduma. Lakini pale kwa mfano kwa pale Serena Hotel, Dar es Salaam Serena Hotel, kwa executives pale, magonjwa sio magonjwa yote ambayo yanapimwa hapa Temeke yatapimwa kule. Na itambulike ya kwamba pia huduma ya Benki ya Damu Tanzania kupitia Wizara ya Afya hairuhusu upimaji wa magonjwa yoyote kwenye eneo la kuchangia damu, yale magonjwa kuambukiza. Ndio maana tunasema magonjwa NCDs, magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo ni kama macho, meno au ni ya kawaida, na ndio ambayo yatapimwa pale executive blood drive. Kwa hiyo wale ambao wanaogopa kupima, tuwaambie kabisa, kwenye kuchangia damu hatupimi ukimwi, hatupimi VVU, ndio VVU, hatupimi chochote. Benki ya Damu inapima damu maabara na ipimi mtu. Sasa wanafanya vizuri kueleka wazi, kwa sababu kuna watu wanaogopa. Kwa sababu tunajua akija pale mtataka kujua mtu angalie maambukizi. Mwambie akija pale ni meno na nini, kinywa na nini na macho. Na macho tu peke yake, inabidi tuje vizuri. Kwa kumalizia, hebu ongea na watazamaji wetu, unawaambia nini kuelekea Temeke ni lini? Tarehe 13 na 14. Hebu ongea nao wana Temeke na wana Dar es Salaam kwa ujumla. Karibu sana. Asanteni kwanza Azam TV kwa tupa nafasi kuhamasisha jamii, na karibuni wote leaders, any executives, diplomats, ambassadors, any sector, government or non-government, you're all welcome. Na pia jamii wote karibuni Buliaga Grounds tarehe 13 na 14, mchangie damu, mcheki afya yenu na pia mpate elimu kwa ajili ya afya yenu. Thank you so much. Tunawashukuru sana. Asante sana. Mkurugenzi Temba, tunawashukuru sana, na sisi tutakuwa wadau. Sasa hatujajua kama tutachagua sehemu ya CEO au ya Temeke. Unasemaje ndugu yangu? Sema hapa mmepita. Tumeleta barua. Mtakubaliwa tu. Bado haijajibiwa kama mtashiriki wangapi. Tutakuja na CEO wetu. Tutakuja na CEO wetu, hana shida. Hamna shida kabisa. Hana shida kabisa, tutakuja nao pale. Na naweza tukaja kwenye zile za watu wa kawaida. Hana shida. Naweza kaja kule na akaja na kule. Okay. Ili akutane na ile connection ambayo kujenga network na watu wengine nini. Itakuwa nzuri. Karibuni sana jamani. Tunashukuru sana.
Tunawashukuru sana. Tulikuwa naye hapa Joel Temba, mkurugenzi wa African Initiative Development Foundation, lakini pia ni balozi wa damu salama kanda ya Mashariki, lakini pia Kushi Bajaria ni mratibu wa kampeni ya uchangiaji damu kutoka AIDF. Tunakwenda break fupi, tukirejea tutakwenda kuangalia viwanjani kuna nini.